Kanisa la Kianglikana nchini Kenya Dayosisi ya Nairobi limetoa wito wa umoja wa kitaifa na ushiriki wa kisiasa kwa amani huku taifa likielekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Askofu wa Dayosisi ya Nairobi Jonathan Kabiru alielezea masikitiko kufuatia mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya Utumishi Academy na visa vinavyoongezeka vya uteketezaji wa shule, akisema matukio hayo yanaashiria utovu wa maadili. Alikuwa akizungumza baada ya kuongoza sherehe ya kuwatawaza viongozi wapya katika kanisa la ACK St. Stephen's Cathedral, Jogoo Road. Msafara adimu nje ya kanisa la ACK St. Stephen's Cathedral jijini Nairobi uliadhimisha mwanzo wa safari muhimu ya maisha ya viongozi 18 wapya katika kanisa la ACK Dayosisi ya Nairobi. Viongozi hao wapya waliapa kujitolea kwenye huduma, uwajibikaji na usimamizi. What is making us more excited is this appointment. We want to make change in the community. Our bishop is very passionate about the church working together with the community, and that's what we want to do. Serving the road in the vineyard is not in pain. I served the road for the last over 40 years, and today I've gotten the fruit. Askofu mkuu wa kanisa la ACK jijini Nairobi Jonathan Kabiru alisema uteuzi huo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha huduma kanisani na kuhakikisha ni njia muhimu ya kushughulikia changamoto zinazokumba jamii. As we know too well, the church must remain an example to the rest of the society, to the rest of the world, to ensure that indeed we show accountability, transparency, hard work. Askofu huyo alizungumzia mkasa wa hivi majuzi wa moto katika shule ya wasichana ya Utumishi Academy na matukio mengine ya ghasia za wanafunzi shuleni. Alitoa tahadhari kuwa Kenya inakumbwa na tatizo la maadili ambalo linahitaji uingiliaji kati wa familia, shule, taasisi za kidini na serikali. The issue of good morals is not just a responsibility of the government, of the church, but the society at large. And so it is my prayer that the government will do it is best, and especially ensuring that our schools have counseling programs. Na huku shughuli za kisiasa zikianza kabla ya uchaguzi mkuu wa 2027, Askofu Kabiru aliwaomba viongozi na wananchi kudumisha amani na kukataa siasa za migawanyiko. And therefore we must shun ethnic politics, and tribal issues must never arise at any particular time. So we ask our leaders to be conscious at this particular time, and all of us to embrace peace. Joseph Wahungu, Dira ya Magwiji.